Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Tuna matumaini kwamba umeamka salama salimini na tunakaribisha vile vile kufuata matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 21 Januari mwaka 2026. Na kama kawaida tunawaletea taarifa za ukweli za haraka na zenye kuaminika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama bado ni mpya kwenye channel yetu, tunakuomba kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Vile vile unaweza kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo zinaendelea kupita hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na wewe ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 21 Januari mwaka 2026. Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe. Usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 12 Januari, nafasi moja ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imechoma moto katika eneo la Misevere karibu na Musienene, jirani ya shule ya msingi ya Musienene, makao makuu ya utawala wa sheferi ya Bashwanga, wilaya ya Lubero, mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka asisi za kiraia za Musienene, tukio hilo linadaiwa kufanywa na wanamgambo wanaojulikana kama Wazalendo. Inaripotiwa kuwa moto ulitekeleza nafasi hiyo wakati wanajeshi wa FARDC ambao kwa kawaida walikuwa wakilinda eneo hilo hawakuwepo. Wanajeshi hao walikuwa wameondoka kwa ajili ya operesheni za kikazi katika wilaya Beni, hali inayoacha nafasi hiyo kabila ulinzi wowote. Rais wa siza kiraia za Musienene amelaani vikali kitendo hicho, akitaja kuwa ni tukio nzito linaloweza kuhatarisha usalama wa wakazi wa eneo hilo. Ameeleza kuwa kuchomwa kwa nafasi za jeshi, hata zile zinazoachwa kwa muda, kunazofisha juhudi za kurejesha amani na kuleta hofu miongoni mwa raia. Kwa upande wa msimamizi wa kijeshi wa wilaya Lubero ambaye aliwasiliana na vyanzo vyetu vya eneo hilo, amezitisha kutokea kwa tukio hilo. Hata hivyo hakutoa maelezo ya kina kuhusu mazingira halisi ya tukio hilo wala hatua zilizochukuliwa mara moja kufuatia uchomaji huo. Tukio hilo linajiri siku chache tu baada ya tukio lingine linalofanana katika eneo hilo hilo. Mnamo Alhamisi tarehe 8 Januari, nafasi nyingine ya FARDC ilikuwa imeachwa, ilichomwa moto katika kijiji cha Vusinga, eneo la Musienene Kahoto Katolo, kundi la Ngulu, bado katika sheferi ya Bashwanga. Katika tukio hilo hilo, wanajeshi wa FARDC walikuwa wameondoka tangu Jumanne tarehe 6 Januari kuelekea mjini Beni, na vibanda vyote vilivyokuwa vimejengwa na jeshi katika eneo hilo vilitekelezwa na watu wasiojulikana. Hadi sasa uchunguzi unaendelea ili kubaini waliohusika na kuchukuliwa hatua za staki, huku wakazi wa Musienene na maeneo jirani wakiendelea kuishi kwa tahadhari, wakisubiri hatua madhubuti za kiusalama kutoka kwa mamlaka husika. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, muungano wa makundi ya wazalendo umedai kuwa upokee tena msaada wote tangu kifo cha Jenerali Mkuu Peter Chirimwami. Kauli imetolewa siku ya jana na uongozi wa muungano huo, ukieleza kuwa hali hiyo imeathiri kwa kiasi kikubwa uendeshaji wa shughuli zao katika maeneo ya mapigano. Akizungumza mjini Butembo, msemaji wa wazalendo John Mahangaiko amesema kuwa tangu kufariki kwa Jenerali Chirimwami hakuna tena msaada wa kifedha unaofikishwa kwa wapiganaji waliopo mstari wa mbele. Hata hivyo, amesisitiza kuwa licha changamoto hizo, wapiganaji wa wazalendo wanaendelea kujitoa muhanga katika mapambano, hasa katika maeneo ya Lubero na Beni. John Mahangaiko ameeleza kuwa wapiganaji hao bado wana dhamira ya kulinda maeneo yao na kushirikiana na vikosi vya usalama katika kupambana na makundi yenye silaha. Ameongeza kuwa ukosefu wa msaada wa kifedha unaleta mgumu mkubwa katika upatikanaji wa mahitaji ya msingi kama chakula, matibabu na vifaa vya kijeshi, lakini haujavunja morali ya wapiganaji walioko vitani. Kwa mujibu wa msemaji huo, muungano wa wazalendo unaomba mamlaka husika na wadau wa usalama kutazama upya mchango wao ili kuhakikisha kuwa juhudi za kurejesha amani na usalama katika maeneo ya Lubero na Beni haziathiriki. Amesisitiza kuwa mshikamano na msaada endelevu ni umuhimu katika muktaba wa hali ya ngumu ya kiusalama inayokabili mkoa wa Kivu Kaskazini. Hadi kufika leo hakuna majibu rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali kuhusu madai hayo ya kusitishwa kwa msaada.
Mji wa Uvira ulioko mkoani wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kushuhudia hali ya kiusalama kwa kiasi, hali inayowezesha wakazi kuanza shughuli zao kwa tahadhari. Kwa mujibu wa taarifa za eneo, majeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na wapiganaji wa Wazalendo wameimarisha ulinzi na udhibiti wa maeneo mbalimbali ya kimkakati ndani na pembezoni mwa mji wa Uvira. Vituo vya ukaguzi vimeongezwa huku doria zikiendelea kufanywa mara kwa mara ili kuzuia vitendo vyote vinavyoweza kuhatarisha usalama wa raia. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa vikosi hivyo vimeripotiwa kusonga mbele hadi eneo la Kiliba, hatua inachukuliwa kama juhudi za kuimarisha usalama na kuzuia makundi yenye silaha kurejea taratibu katika mji. Hatua imepokelewa kwa matumaini ya wakazi, ingawa bado wanaendelea kuwa uangalifu. Hata hivyo, hali ya wasiwasi bado ipo katika maeneo ya nje ya mji. Taarifa zinaonyesha kuwa wanachama wa kikundi cha waasi wa M23 bado wanaripotiwa kuonekana katika eneo la Sange pamoja na katika maeneo ya mlima ya kati, yani Mwae Plateau za Lemera. Uwepo huu unaendelea kuhutishia udhibiti wa usalama katika maeneo hayo ya vijijini. Kwa ujumla, licha utulivu ya kiasi ulioshuhudiwa mjini Uvira, mamlaka za usalama zinaendelea kutoa wito kwa wakazi kwa uangalifu na kushirikiana na vyombo vya ulinzi ili kutoa taarifa zozote za kutiliwa shaka. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuanza kutekeleza mpango wa kurejesha kwa hatua mamlaka ya dola katika jiji la Uvira na maeneo yaliyoizunguka mkoani Kivu Kusini. Mpango huo unajumuisha hatua za pamoja za kiusalama, kisheria na kibinadamu kwa lengo la kurejesha usalama wa kudumu, kulinda raia na kuimarisha udhibiti wa kijamii katika eneo hilo. Kwa mujibu wa serikali, uamuzi huu umechukuliwa kufuatia kuondolewa kwa nguvu kwa waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda kutoka ndani ya jiji la Uvira. Serikali inaeleza kuwa kabla ya kuondoka huko, kundi hilo lilihusika katika vitendo vya uporaji vya mara kwa mara na wizi mkubwa wa mali za raia. Hata hivyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasisitiza kuwa kujiondoa huko hakumaanishi mwisho wa uchokozi wala mabadiliko ya kweli hali ya usalama kwa ujumla. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyoshuhudiwa Uvira, ni tukio la muda tu. Serikali inabainisha wazi kuwa suluhisho pekee linalokubalika ni kuondoka kabisa kwa vitendo na bila masharti yoyote kwa waasi wa M23 na jeshi la Rwanda katika eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mkataba wa kurejesha mamlaka ya dola, serikali inaeleza kuwa kurejea hatua kwa hatua kwa majeshi ya FARDC, polisi wa taifa ya Kongo pamoja na vyombo vingine vya usalama kunaendelea Uvira na maeneo jirani, kuhakikisha usalama wa mali zao na kudhibiti athari za vurugu na machafuko yanayoachwa na waasi wa M23. Wakati huo, katika taarifa iliyotolewa Jumatatu tarehe 19 Januari, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani vikali kile inachokitaja kuwa uhamasishaji wa kulazimishwa wa raia, hususan wanajamii wa Banya Mulenge. Kwa mujibu wa serikali, baadhi ya raia hao walazimishwa kuondoka Uvira na waasi wa M23 ili kutumiwa kama kisingizio cha kulalisha uwepo wa kundi hilo lenye silaha ndani ya ardhi ya Kongo. Kufuatia kuondoka kwa majeshi wa Rwanda katika mji wa Uvira, mbunge wa kitaifa Justin Bitakwira ametoa onyo kali kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka na za kiusalama ili kuepuka kurejea kwa maadui yao. Akizungumza kuhusu hali ya sasa ya usalama wa Uvira, Justin Bitakwira amesema kuwa endapo serikali ya Kongo haitajihusisha kikamilifu katika kuimarisha vikosi vilivyopo Uvira kwa kuongeza askari, risasi na silaha za kutosha, basi kuna hatari kubwa ya majeshi hayo ya kigeni kurejea wakati huo wote. Kwa maneno yake, amesema kama serikali haitaimarisha ulinzi, kesho au kesho kutwa tunaweza kuamka na kugundua kuwa wamerudi tena. Mbunge huyo ametambua na kupongeza juhudi za kidiplomasia za Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimechangia kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda katika jiji hilo la Uvira. Hata hivyo, amesisitiza kuwa diplomasia pekee haitoshi bila kuungwa mkono na maandalizi madhubuti ya kijeshi katika eneo husika. Justin Bitakwira ametimisha kauli yake na kusisitiza msemo maarufu akisema anayetaka amani hujiandaa kwa vita, akimaanisha kwa kulinda amani ya kudumu Uvira kunahitaji ulinzi thabiti na uwepo wa kudumu wa vikosi vya usalama vilivyojiandaa kikamilifu. Ufaransa imesema wazi kuwa kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege ya Goma ni moja ya hatua muhimu zaidi zinazohitajika sana katika juhudi za kusaidia amani na kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii imetolewa katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika Lome nchini Togo siku ya Jumamosi tarehe 17 Januari kuhusu mchakato amani katika eneo la Maziwa Makuu.
Katika taarifa yake ya Jumatatu tarehe 19 Januari, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa ilisisitiza kuwa fedha za msaada wa dharura zilizotangazwa wakati wa mkutano wa Paris kati ya euro bilioni 1.5 tayari euro bilioni 815 zimekwisha kutolewa. Hata hivyo, Ufaransa imeangazia kuwa ili msaada huu uweze kufikia haraka kwa wakazi wa mashariki mwa DRC ni lazima vikwazo vya kibinadamu viondolewe, ikiwemo kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma kwa safari za msaada wa kibinadamu. Ufaransa imeeleza kuwa iko tayari kushirikiana na Umoja wa Mataifa na washirika wake katika jitihada za kiufundi na utaratibu wa kuhakikisha uwanja wa ndege wa Goma unafunguliwa kwa matumizi ya kibinadamu. Hii inatajwa kama ishara ya matumaini kwa wakazi wa mkoa wa Kivu Kaskazini ambao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa za usafirishaji wa misaada kutokana na vikwazo vya usalama. Hata hivyo, hatua imepokelewa kwa msimamo mkali na waasi wa M23 ambao wamesema kuwa uwanja wa ndege unaweza kufunguliwa tu na wao na si serikali ya Kinshasa wala mtu mwingine. Kauli imeongeza mvutano wa kisiasa na kiusalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini, huku dunia ikiangalia kama hatua ya kufungua uwanja wa ndege itakuwa na mafanikio au itazua mzozo mpya. Hali ya kibinadamu katika maeneo ya Fizi, Uvira na Mwenga mkoani Kivu Kusini imefika hatua ya dharura baada ya maelfu ya watu kuhamishwa ndani ya nchi. Kwa mujibu wa msimamizi wa wilaya ya Fizi, Sami Kalonji Badibanga, idadi ya wakimbizi wa ndani katika eneo hilo inakadiriwa kuwa angalau milioni 1.5, yaani watu milioni 1.5. Katika taarifa yake, msimamizi huyo ametoa wito wa haraka kwa serikali kuu, serikali ya mkoa na jamii ya wahudumu wa misaada ya kibinadamu kuingilia kati mara moja. Amesema wakimbizi hao wanaishi katika mazingira magumu sana kama walivyo wengine waliopata hifadhi Burundi na Tanzania. Ameongeza kuwa baadhi ya wanawake wajawazito wanaanza kujifungua ndani ya shule na makanisa, huku watoto wengi wakikosa fursa ya kusoma. Pia amebanisha kuwa kuna ugonjwa wa kipindupindu na surua unaua watoto na kuua idadi kubwa ya watu kutokana na ukosefu wa vifaa vya matibabu. Msemaji huyo wa wilaya Fizi, Sami Kalonji Badibanga, tayari amewasilisha kwa mamlaka ramani za takwimu za wakimbizi wote wa ndani katika wilaya ya Fizi. Lakini anasema jambo la kusitisha ni kwamba baadhi ya viongozi wa serikali kuu wanakwenda moja kwa moja Burundi, ambao raia wa Fizi na Uvira wamepata hifadhi, huku akikosa hata kuja kuwatembelea na kuwasaidia wakimbizi waliopo ndani ya Fizi. Hadi sasa maelfu ya wakimbizi wa ndani wamekusanywa kwenye maeneo mbalimbali ya wilaya Fizi, hasa katika mikoa ya Mboko kando ya pwani ya Ziwa Tanganyika, Fizi Centre kwa Mlima, Sebele, Nemba, Kikonde na pamoja na Lulimba, Kilembwe. Hali inaonyesha wazi kuwa eneo hilo linahitaji msaada wa dharura kwa haraka ili kuzuia vifo zaidi, kutekeleza uokoaji wa haraka wa wakimbizi hao. Na tukiendelea kubaki kati ya mkoa wa Kivu Kusini, kundi la uasi wa M23 limekashifiwa vikali kwa kuunda miundo ya uongo ya kijamii ya kiraia ili kulinda na kuficha uhalifu wake dhidi ya wananchi, hasa wakati wa kuingia na kukalia mji wa Uvira. Taarifa zinadai kuwa M23 walitengeneza makundi ya societe civile ambayo yamekuwa yakitumika kuandaa maandamano ya kuunga mkono uasi pamoja na kusambaza uongo na kupotosha ukweli kuhusu mauaji ya kikatili wanayoyafanya. Hii ni pamoja na vifo vya watu takriban 1500 wakati wa kuchukua Uvira tarehe 10 Disemba na visa vya ukatili wa kingono vilivyofanyika na wanawake 22 usiku moja tu kabla ya kuondoka kwa kundi hilo. Wawakili na wanaharakati wa kiraia za binadamu wanasema kuwa ni kinyume cha maadili ya sheria na kuona mtu anajiita mwanachama wa kijamii ya kiraia ikiwa na silaha na mavazi ya kijeshi akihudumu kama mlinzi wa waasisi badala ya kulinda wananchi. Hii inapeleka zana ya jamii ya kiraia kupotea na kugeuka chombo cha propaganda. Pia ripoti zinaonyesha kuwa wakati wa kuondoka kwa waasi wa M23 mjini Uvira tarehe 18 Januari, makundi haya ya uongo yameendelea kudai kuwa hakuna uhalifu mkubwa uliotokea na hata kupunguza au kupinga taarifa za mauaji, ubakaji na utekaji nyara na wizi wa mali. Hii ni pamoja na kupingwa kwa ukali wa tukio la wizi wa magari 162 yaliyochukuliwa kwa nguvu na kupelekwa nje ya mji, pamoja na kuondoa bidhaa na vifaa kwa wingi. Serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imetuhumu M23 kwa kupanga wizi kwa mfumo siku ile walipotangaza kuweka Uvira chini ya ulinzi wa kimataifa. Kauli hizi zinaongeza mashaka kwa uongozi wa waasisi wanaotumia mbinu za kudanganya
ili kutengeneza picha isiyo sahihi kwa matukio na kuzuia uwajibikaji. Kwa wengi inachukuliwa kama moja ya mbinu za uhalifu wa kivita na uhamasishaji wa propaganda, ambapo jamii ya kiraia inatumika kama kifuko ili kuendeleza unyonyeshaji wa wananchi na kuleta hofu. Taarifa hizi zinasisitiza kuwa udanganyifu wa M23 na kuingilia kwa Rwanda katika kuunda na kuendesha makundi haya ni kiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na kanuni za ulinzi wa raia, na unachangia ukosefu wa uwajibikaji kwa uhalifu wa vita. Mkoa wa Tanganyika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umepokea kurudi kwa gavana wake Christian Kitungwa mjini Kalemi baada ya kuhudhuria kikao cha 14 cha kikao cha pamoja cha kudumu kati ya DRC na Zambia kilichofanyika Lubumbashi. Katika kikao hicho, masuala ya usalama, utulivu na ushirikiano wa kikanda yalijadiliwa kwa kina. Gavana Kitungwa amesema kuwa katika mjadala huo alileta kwa nguvu maslahi ya mkoa wa Tanganyika, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha usalama na maendeleo katika eneo hilo, hasa kutokana na umuhimu wa Tanganyika kama eneo la kimkakati katika mkoa wa kati na ushirikiano wa mpaka na Zambia. Kurudi kwa gavana Kitungwa kunakuja katika wakati ambapo ushirikiano kati ya nchi hizi mbili unatazamwa kama njia muhimu ya kutatua changamoto za usalama na kiuchumi katika mikoa ya kati na kusini mwa DRC. Serikali ya mkoa inatarajiwa kuendelea kufuatilia utekelezaji wa maazimio ya kikao hicho, ikilenga kuboresha maisha ya wananchi wa Tanganyika kupitia ushirikiano wa mipaka, biashara na usalama. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekutanana na mfalme wa Ubelgiji Philippe katika mkutaba wa mkutano wa Davos, ambapo walizungumza kuhusu hali ya mgogoro katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazungumzo hayo pia alikuwa na pamoja na waziri wa mambo ya nje ya Ubelgiji Maxime Prevot. Wizara ya Ubelgiji imezitisha kuwa katika kikao hicho mamlaka za Ubelgiji zimerudia msimamo wao wa kuunga mkono suluhisho la amani kwa njia ya mazungumzo. Ubelgiji imesisitiza umuhimu wa kuheshimu uadilifu wa mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuunga mkono juhudi za kuanzisha mazungumzo ya kitaifa na kuhusisha pande zote kama njia ya kupata amani ya kudumu. Mazungumzo haya yanakuja katika mkutaba wa juhudi za diplomasia zinazofanyika katika ukumbi wa forumu ya uchumi duniani Davos, ambako DRC inaendelea kuomba msaada wa ushirikiano wa kimataifa ili kukabiliana na changamoto za usalama zinazodumu mashariki mwa nchi. 23 mars 2009 ya zile accord, date ya zile accord zenye tulisinye Goma. Kama mjue maana yake, c'est-à-dire na sisi hapa tuko kama wanasema hapo ni M23, na sisi tuko basignataire vile makoro pia ya Goma ile ya le 23 mars. Apana makoro yenyewe walienda kufanya Addis Ababa, sisi hatukukua hapo, bakatuficha bakaenda kufanya makoro secret kule ya kupanana ile province mbili. Ile ndio probleme yenye ilitokea. Ilifaa mupige akubali tu kwa nguvu. Ndio bakaanza kumupiga vita. Bana mupiga vita. Sasa telemake munaona kama ule bwana aliacha napanga ba general bote ba mingi bakakuwa ni watu yake, ba obedience yake. Bakamukomplike Tshisekedi sana. Tshisekedi kununua mabunduki kutuma kule banauzisha inaenda kwa M23. Anauza maavio, anauza hiki na kile, banauzisha, banapeleka. Anaenda natoa basoda ku formation. Basoda banaenda ku formation. Ba petit ba mingi kulingia des milliers et des milliers Goma. Pour que parce que Tshisekedi alikuwa déterminé kusema kwamba une fois ile M23 ikijantete alors tupige M23 na twende kutosha Kagame Rwanda. Ndio ilikuwa mission ya Rais Tshisekedi. Lakini sasa bale ba general bale bakamkomplike. Kama mnakumbuka nilitosha en 2022 ilikuwa mu Desembre. Nikatosha kikosi kwenda Goma. Mnakumbuka vile? Ndio. Nilitosha kikosi kupeleka Goma. Vile deja naanza kuongea sasa na watu wa Tshisekedi. Bananiambia tuma kikosi Goma kiende kisaidie kule. Malheureusement kufika hapa Fizi, General Ramazani fundi yako pale Uvira. Kumbe ni mtu wa Joseph Kabila. Ana bloke, anaambia makelele hapa, usiruhusu ya kutumba pite hapa ende Goma. Abutoka nilizuiliwa pale. Ndio. Watu wakafanya nini? Jeshi ilikuwa natuma yote ikarudia.
kukaponyoka batoto ba moya hivi 13. Tukabalikia njia vichorochoro wanaingia Bukavu bato wanaingia Goma. Bakapokelewa na shangwe na vigeregere. Balikuwa 13 wale batoto. Na wale batoto mwenyewe alienda nao shafa kwa. Shafa. Njoo alienda nao. Na mankine eko pale eko hapa Mkolwe. Hapa nani hapa njoo wapi? Nenda. Mankine. Kinyonga hapa. Njoo waliponyoka wakaenda. Kazi walifanya kule wakati walifika Saki. Hapa. Balipiga position za adui yule ya Saki kule kufukuza. Na kwambia balifika kufika kule bakakuta mtu wanaita General Mutapeka. Akabapokea. Yeye ndio alikuwa commandant second observance wa zone de défense Kisangani. Akakuja kufuatilia maoperation pale. Kule akabapokea, akabadote jusqu'au dents. 30 personnes. Na kuambia balifanya viroja kule. Sasa pale ba general benye bako mwa ile politiki ya Joseph Kabila. Pale bakafanya shauri yabo. Banasema di General Mutapeka arudi Kisangani. Dirigence. Na wale watu aliarme pale wale bazalendo kutoka Fizi wale ba mai. Silaha zote zitoke zingie ku depot. Bakanyang'anywa kila kitu. Goma. Bakabakia mikono hivi. Wakubalipia kurudia kukwetu. Ilikuwa sasa tunafanya Mutapeka akabaachia franga kidogo, ikabarahisisha ambao kuja kufika mpaka Uvira tukabafanya effort wakafika mpaka kukwetu. Mawazo yangu ilikuwa nini? Ile wakati ilikuwa kusema vita vingali vinalenga kukamata Goma. Goma isikamatiwe. Après batu kurudia hapa Fizi. Nafika Manikala Matero. Pale Matero nafanya formation. Kufanya basoda formation na kamata basoda 300. Mimi napeleka bende Goma tena. Kufika Uvira Baraka bakaingia busiku mubato, maboti. Bilikuwa boti mbili. Kwenda pale kuingia Uvira Kasenga. Jerarama na kufikia peki kufika pale. Stop mumai mule. Hakuna kushuka mule. Mopote retour. Ndio ilikuwa. Uliza watu ya Uvira. Batakwambia hivi. Ile inakuwa 2023 vers mars. Mission yangu ilikuwa kusema bale batu wakikamata Goma. Alors batafanya nguvu, batarekrite bavoyu mule Mugoma. Batasema nani ile rebellion ya Bakongole. Pourtant ile rebellion ya Banyarwanda. Il faut tu bloquer kule tuirudishe kule. Kwa kufika nani bale watu kuya kurudia. Pale nyuma banafanya vita pop banakamata Goma. Na wakati wanakamata Goma, abakukawia haraka wanakamata Bukavu. Vile ule general Avua mwenye alikuwa Bukavu, kumbe ni ungine mtu wa Joseph Kabila. Ule commandant region wa 33e region. Yeye naye bana tuko nasema naye bwana. Tutuma basoda kule Bukavu isianguke. Asawa chunga mzee, tutaangalia gisi tutafanya. Chunga mzee mpaka vile Bukavu ianguka. Bukavu ishaanguka, njoo banatupigia sasa, banatuma Jean-Jacques sasa Bukavu inataka anguka kwanza. Tunatuma Jean-Jacques haraka kwa kunibeba huko. Hapa ku 2024. Mnafuata hivi? Ndio. Tukafanya reunion Fizi pale. Nafuata kwa sababu kutumia kikosi. Tunaenda kuta deja wakati tunatoka hapa. Kwenda kukuta deja Bukavu inatombe tuko munjia. Sasa kufika Kabunambo. Naendelea nipewe silaha na nani? Munipe sasa silaha, munipe masasi. Nani atakupatia wewe kutuma? Bana kwamisha. Nikadeside nikasema nitanyang'anya silaha kwa nguvu. Basoda bote walikuwa natoka kule. Mimi nafanya ambiscade pale Kabunambo na nyang'anya masilaha ya FRDC ya wale wasoda wakimbizi bote.
basoda yangu bote banaendea masilaha. Nawaambia sema bon, sasa mission yetu sisi Nyangezi. Kutoka basoda yangu kuingia Muguru tu Luvungi paf. Adui naye anaingia Kamanyola. Benuma lelo. Adui naye anaingia Kamanyola. Hakuna façon ya avancer. Donc, nika ni compliqué. Nikasema ordre basoda yangu tupige adui Kamanyola. Nakuta kule kibambazi na FARDC iko pale, siri ordre ya general ule avua mwenye anaangusha Bukavu. Vile anakuwa ikala Runingo. Mublokea kutumba sipigane kule Kamanyola. Tukakuwa bloke. Nikasema nikafanya bule. Nikasema basoda yangu yote nafungula front wapi? Nafungula front Nyangezi. Natuma batu banaenda kuikalia fasi banaita heureusement tulikuwa na contact moja ya kijana moja banamuita Mukulu Safari wa SNPCC. Anakuwaka Mumosho. Bakakuya kuniona hapa Kabonambo, bakanyambia habari yote, bakasema mzee, leta kikosi tu nacho kule kwetu. Nikakamata kikosi. Mtu wa kwanza nilitoa ni nani wa? Nani haiko kwa J3. Hermoso. Hapa? Kumbuka? Hermoso. Ndio wa kwanza? Mimi nikakata kikosi. Ya kwanza bakapanda. Mpaka njia ya pori mpaka kufika hapa niko nasema nani? Hapana Nyangezi, wanapita Nyangezi wanaenda Mumosho na wapi pale kwa Biziga na Nyantende. Tukaanza kufanya vita Nyantende Mumosho. Tunarudia tunapiga Nyangezi. Alors tukatrouble pale. Kama huyu adui akuweza kuavancer haraka kwa kupata Uvira. Ni effort yenyewe tulimkupe kule, tukampiga kule. Sasa huyu akakuwa hana ramforo ikafia hapa Kamanyola kwa kurenforcer kwa kuingia Uvira. Mwingine mtu atasema haiko nakuwa siku mingi kule afanye kazi. Mimi nakwambia hesabu nilipoteza batoto ya Fizi. Na batoto ya SNPCC benye nilienda nao kule Nyangezi. Nilipoteza 35 elements. Ilibaki na kufa kula. Komanda batayo politique nani Wakagembe Pandame alibakia kula. Komanda Sesa alibakia kula. Na pengine bapeti ba mingi. Komanda nani Manjanja. Hapa Itombo alibakia kule. Dola kubwa. Hapana dola kubwa nafia hapa Mikenga. Alors ba mingi batoto balikufa kule. Kazi ambayo tulifanya kule. Kama mtu anasema ya kutumaini kwa siku mingi afanye kazi, ule mtu ni adui. Ajue kenye tuko nafanya. Na baadaye kule kazi ikakuwa mingi, masasa yote nilibeba kule inaisha. Nani atatupatia risasi kule? Hapa Uvira region ikakuwa iko na batu c'est-à-dire kuangalia batu wanaongwa rushwa. Kitu ya kwanza ile region wakati iko Uvira inaanza kudiviser ba mai. Banaanza kucreate bengine ba mai ba bongo. Na hakuna mai mwenye ataheshimia wengine mai. S'il vous plaît. Hata siku ya mwisho anakuja ministre wa interieur. Anafika Uvira. Anasema analeta $100,000 ya wazalendo. Mugabulani. Bali kreye bazalendo na mtu wa basoda yina anakuya na mimi niko general. Ya kutumba general na wewe general na wengine general kila mtu kumugabulia $1,000 ya kutumba $1,000 mtu wa basoda yina $1,000. Tukaelewa politiki kwenye iko naenda. Niliambia bapeti mwikale kalme. Kama hiki kitu ni cha Mungu, siku moja mtaona kitu gisi itakuwa. Tulivumilia. Na wakati tulivumilia, mweli mapolitiki yapo. Mie hivi niko nasema hapa. Nilitoka mubarabara nikaangalia Chivili akaleta siasa ya mzuri sana. Bale ba general ba mingi hawakuelewa siasa ya Chivili. Mpaka leo sina kuambia kama Chivili ni adui.
Kama mtu anasema TV ni adui, ule mtu anadanganya. TV alikuwa na determination ya kutafuta kushambulia. Hata hapa TV alifika. Na mliona mawazo yake. Lakini walimfanya orta a partir ya Kinshasa na communauté internationale. Politique ya communauté internationale. Nitafika kule. Na ni kupitia taarifa hiyo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 21 Januari mwaka 2026. Niambo kwa kusikiliza ni Kivu News Info, kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia channel yetu ya YouTube, kabla ya kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku ni kushiriki na kukuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi nawe endelea kutuandikia na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na wewe ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii, itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Kwa Kifaransa tunasema lien. Ya kwanza ukiklikia inakupeleka moja kwa moja kujabone kwenye channel yetu ya WhatsApp, na lien ya pili ukiklikia inakupeleka moja kwa moja kujumuika nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada kufanya hivyo itarahisisha usipitwe na chochote kipindi ambako utakuwa na kupostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa ambao na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 21 Januari mwaka 2026. Na ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha nikwambie asubuhi njema na mchana mwema, na wenda tena tukutanane kwenye matangazo yetu mengine ya baadaye.